Karibu sana mtazamaji wa Zoni Media. Moja ya taarifa za chini kabisa, taarifa za kisirisiri ni kwamba hapo jana serikali ya Israel kupitia IDF iliweza kuwaonya raia wake wasipige picha wala kurekodi video kutokana na mashambulizi ambayo yalikuwa yakirindima kutoka Irani kupiga katika miji kama Tel Aviv na sehemu nyingine. Ilifanya hivyo kutokana na sababu ambazo za kuweza kuweka usalama zaidi katika wakati ujao kuhusiana na mashambulizi mengine endapo yatakuja kutokea. Sasa taarifa zinasema kwamba katika kile kinachoonekana kuwa tahadhari ya hali ya juu ya kiusalama, serikali ya Israel imewaonya raia wake kuacha mara moja tabia ya kupiga picha au kurekodi video wakati wa mashambulizi ya makombora kutoka Irani. Onyo hilo limetolewa na mamlaka za kijeshi za Israel hasa baada ya mashambulizi ya karibuni yaliyoathiri maeneo mbalimbali ndani ya taifa hilo. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, picha na video zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii au hata kupitia ujumbe binafsi zinaweza kuwa silaha ya adui. Jeshi hilo limesema wazi kuwa Irani na washirika wake wanafuatilia kwa karibu kila picha na video inayotoka Israel, wakitumia maudhui hayo kuchambua mfumo wa ulinzi wa taifa hilo, maeneo yaliyoathiriwa na hata kubaini udhaifu wa baadhi ya maeneo ya kijeshi au kiraia. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka Irani yamekuja baada ya kipindi kirefu cha mvutano wa kidiplomasia na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Katika mashambulizi hayo, makombora kadhaa yalirushwa kuelekea maeneo ya ndani ya Israel yakilenga hasa vituo vya kijeshi na maeneo yenye umuhimu wa kimkakati. Lakini kilichowashangaza maafisa wa usalama ni jinsi picha na video zilivyoanza kusambaa kwa haraka kwenye mitandao ya kijamii kabla hata ya vyombo vya usalama kuthibitisha maeneo yaliyolengwa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijeshi, hali hiyo inaweza kuiweka Israel katika hatari kubwa zaidi, kwani Irani inaweza kutumia picha hizo kuboresha mashambulizi yake ya baadaye, ikijua wapi pa kushambulia na ni kwa kiwango gani watashambulia. Mamlaka nchini humo zimewaomba raia kuwa wavumilivu, kushirikiana kwa karibu na maafisa wa usalama na kufuata maelekezo rasmi ya serikali. Aidha, vyombo vya habari vimepewa maelekezo ya kutotangaza moja kwa moja maeneo yaliyopigwa hadi taarifa kamili zitakapopatikana kutoka katika jeshi. Kwa sasa usalama wa kitaifa umepewa kipaumbele cha juu zaidi, huku raia wakihimizwa kuacha kabisa kupiga picha au video katika mazingira yote ya mashambulizi au milipuko, hata kama ni wania ya kuelimisha au kuhifadhi kumbukumbu. Mtazamaji wa Zoni Media, hii ni taarifa ya wazi kabisa ambayo imeeleza kuhusiana na raia wa Israel kuweza kupewa onyo na mamlaka za kijeshi nchini humo kutokana na hofu kubwa ambayo inazidi kutanda juu ya adui yao, nchi ya Irani, ambaye alitekeleza mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo. Lakini cha ajabu, picha mbalimbali ziliweza kusambazwa, lakini na video pia zikaonekana na ikazua taharuki kidogo kwa raia wa Israel, lakini vile vile hata mamlaka za ulinzi na usalama katika nchi ya Israel. Sasa tufuatilie kila siku ili uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hususan katika vita kati ya Israel pamoja na Iran. Jina langu naitwa Victor Moshi.